Sasha, umefuta nini ndani? Wewe msio unaongea na wewe? Naomba utoke. Sasha please, naomba utoke nje. Hizo. Ina maana na umri wote huo hujui nini nimefuata chumbani kwako? Mimi nimemisi mapenzi yako. Kipindi kile tunasoma. Tulikuwa tukifanya mapenzi vichakani. Naomba unistiri kwa leo. Tafadhali, nakuomba Shizo. Hivi unachokiongea unajisikia kweli? Au unaongea tu mradi unaongea? Afu hisia zako zisipeleke vibaya. Toka nje. Zasha, toka chumbani kwangu. Nakuomba utoke. Sikia nikwambie, sitoke hapa mpaka unipe ninachokitaka. Unataka nini? Hapo umependeza. Kazi yako ya mke wangu. Lakini angalia tu, nina wivu. We. Hakuna kitakachotokea. Kweli. Amini nachokwambia. Nakuonea wivu. Sasa mimi nakuombea uende salama, urudi salama. Tufumbe macho tusali. Nakupenda. Sasa mke wangu, wewe ndio bua kutoka. Sasa mume wangu. Naam. Yule mgeni kashafika. Ndio. Lakini amefikia kule kwa mama mdogo. Mama mdogo Eva? Okay. Baadaye nitaenda kumfuata. Okay. Mimi naomba uniombee radhi tu kwa mgeni, sawa? Nimeshindwa kwenda kumpokea, ila nadhani kesho nitamkuta. Wala hata usijali. Mimi naamini ulipo wewe hakuna kinachoharibika. Ubaki salama mke wangu. Nawe pia ubaki salama. Na usisahau kuwa kuna mwanaume anakupenda sana. Najua hilo. Sasa utanichelewesha wewe, mimi naomba niende. Siende. Basi nikumbatie mara ya mwisho. Asante mke wangu. Utanitoboa tena kwa mabusu jamani, raha hizi. Nitaitika nishike unapotaka. Bwa shemeji, unajua toka ufike hatujapata muda mzuri wa kuzungumza. Nadhani leo tumeongea kwa kina sana. Mimi nadhani kinachohitajika hapo ni uvumilivu tu, kwa sababu bosi nimeshaongea naye na nimeshamueleza kila kitu. Kwa hiyo amesema tumsubiri atoke huko karibuni ili uende ukaonane naye aone jinsi ya kukusaidia. Na kwa kuwa wewe umesoma kidogo, nadhani hilo litakuwa rahisi sana. Kwa hiyo atakavyorudi, mtakavyokutana, nadhani nyinyi wenyewe ndio mtajadili akuweke kwenye kampuni gani, ile ya ulinzi ambayo mimi ndo nasimamia, au ile ya uvuvi au ya usafirishaji. Hayo yatakuwa juu yenu. Kikubwa ni uvumilivu. Mimi bosi wangu ananiamini sana. Kwa hiyo ninapompelekea jambo langu huwa analibeba kama lake. Nadhani hapo ni heshima tu, nikikupeleka huko kujua namna gani ya kuishi na watu. Hakuna kitakachoharibika shemeji yangu. Uvumilivu unahitajika. Kwanza kabisa nipende kusema asante sana shemeji. Unajua toka nimefika umenipambania sana. Na kipindi ambacho nipo kwetu Songwe nilisikia juu ya sifa zako. Kiukweli sikusikia tofauti na ninachokishuhudia machoni Mungu kwa sasa. Asante sana shemeji. Usijali shemeji, haina haja ya kushukuru sana. Unajua kuna msemo unaosema tufaa halianguki mbali na mti wake.
mimi nadhani ipo sababu ya mimi kuyatenda haya kwako. Sawa shemu? Wapi tena, mbona umependeza hivyo? Naelekea matembezi. Si unajua ukaa sana huko ndani muda mwingine nachoka. Kwa hapa nataka niende barabarani kenyosha hata miguu. Basi usichelewe kurudi. Sawa babangu? Usijali. Ndo saa 4 hii. Si unajua tena nimetoka kudai videndeni vyangu. Vipi? Mgeni? Shemeji yako? Kakangu binamu. Binamu acha wewe. Umeuguza moyo, umenichanganya akili. Nimekushtua Ndio umenishtua. Kumbe ni mwoga hivyo. Umeziteka hisia zangu, wewe ndio fundi wa raha zangu. Vipi? kama leo uko sawa. Ndio siko sawa. Kuna vitu vinanichanganya sana kwenye kichwa changu. Mambo gani? Dadangu binamu ananisumbua sana. Anasumbua kivipi? Mficha malazi kifo umumbua. Anataka kimapenzi. Aliyakuwa ni mke wa mtu. Sasa hicho ndio kinachokuanzisha. Yaani dada binamu anakusumbua. Mtoto kautaka mwenyewe. Acha uzembe bwana. Sasa anachokitaka tu. Pi. Hiyo ni chupa ngapi? Hii ni ya 3 ila asubuhi nilianza na dongo. Malizia kunywa nikupeleke nyumbani. Maana bodaboda sije kugonga bure. Kuona nichukulia mimi nimelewa, si ndio? Hapana. Mimi sijasema hivyo. Wewe ndio umesema. Sogea karibu yangu, unishike unapotaka unifikishe. Safari yangu hakuna mwingine ila ni wewe. Washemeji. Naam. Za asubuhi bwana. Salama kabisa. Naona mambo ya mitandaoni asubuhi. Ya kuna vitu nilikuwa napitia hapa. Mimi naelekea kazini. But yule bosi wetu nadhani yupo njiani anarudi. Ndani ya wiki hii atakuwa ameshawasili Tanzania hapa. Kwa hiyo inabidi ujiandae kama nilivyokuelekeza. Andaa vile vitu vyote vinavyotakiwa. Sawa? Akirudi tu sisi tukutane naye. Maana yule naye tukimwachia nafasi kidogo utasikia tena kasafiri. Si unajua tena wenzetu hao ambao wametupita kimaisha. Kweli kabisa. Asante sana shemeji.
umpe mzigo wake. Sawa? Shem, ana mzigo wako huyo akupe. Nashukuru sana shemeji. Nakujua wewe. Usilete bajeti zako kwenye hela za watu, sawa? Sawa. Sasa. Mimi nawaacha basi. Tenda kesho. Alafu tutakula nini? Nitakukula wewe. Mke wangu baki salama Bye. Nikusindikize? Nasubiriwa nje hapo. Basi sawa. Baki salama Bye. Nakupenda mke wangu. Shem. Nakupenda pia. Baki salama jamani. Sawa shemeji. Shizo. Hivi ina maana SMS yangu kuiona? Mbona unanifanyia hivyo? Shizo. Shizo, mimi nilishakwambia, ila maamuzi unayo wewe. Sisi wanawake tunajijua. Sasa ili uwe salama ni lazima umpe anachokitaka. Unajua kuna muda nikiwa pale nyumbani nakosa kabisa amani. Inabidi shemeji akitoka na mimi nitoke. Kwa maana yule mwanamke ni msumbufu sana. Alafu kitu mimi ninachokihofia siku shemeji akija kitukuta, unadhani itakuwaje? Kwa upande wangu mimi ushauri wangu ni ule ule. Sisi wanawake tunajijua wenyewe. Akitaka jambo lake ni lazima tulitimie. Tena anaweza kukusingizia kitu kibaya. Anaweza kusema umembaka au umemfanyia kitu kibaya. Alafu yakakukuta mambo makubwa sana. Kwa hiyo inabidi umpe tu anachokitaka ili wewe uwe salama. Nimekusikia. Ngoja nikautafakari kwanza ushauri wako. Mambo. Poa. Siku unanikumbuka? Najaribu kuvuta taswira lakini nakataa. Mimi naitwa Suzi, rafiki yake na Zasha. Binamu yako. Okay. Nimekukumbuka. Kumbe na wewe unakujaga hapa? Mimi ndo sehemu yangu ya kujidai. Na mimi napendaga kuja hapa. Sikuwahi kuamini yani kama tutakutana hapa. Ndio tumekutana sasa. Umependeza. Kawaida bana. Sorry. Si unaweza kunisaidia namba zako za simu na maongezi na wewe private? Sawa, hamna shida, hata usijali. Asante. Ni save nani? Naitwa Shizo. Shizo. Ndio. Nakupenda. Nikisave hivi. Nakupenda. Lazizi. Hamna shida. Kwenye safari au ya mapenzi, wewe ni nahodha walangu jahazi.
Sasha, umefuta nini ndani? Wewe mimi unaongea na wewe? Naomba utoke. Sasha please, naomba utoke nje. Shizo. Ina maana na umri wote huo hujui nini nimefuata chumbani kwako? Mimi nimemisi mapenzi yako. Kipindi kile tunasoma. Tulikuwa tukifanya mapenzi vichakani. Naomba unistiri kwa leo. Tafadhali, nakuomba Shizo. Hivi unachokiambia unajisikia kweli? Au unaongea tu mradi unaongea? Afu hisia zako zisipeleke vibaya. Toka nje. Zasha, toka chumbani kwangu. Nakuomba utoke. Sikia nikwambie, sitoke hata mpaka unipe ninachokitaka. Unataka nini? Nilikupenda, nikakuthamini, nilikuheshimu, nikakuamini. Kumbe shemeji hukuwazima. Nakupenda, nakupenda, nakupenda lazizi. Kwenye safari au ya mapenzi, wewe ni nahodha walangu jahazi. Wewe unataka nini? Shizo. Asante kwa huduma yako baba. Japo nimeipata kwa nguvu, ili unijua kunikuna panapowasha. Niachie basi. Oh, sawa. Mimi naelekea mjini. Najua unachokipenda. Takubebea. Bye. Umeugusa moyo. Vipi mshikaji wangu, mbona yeye asubuhi asubuhi? Yaani jana nimeingia kwenye mtego ambao nimeshindwa kabisa hata kujinasua. Mtego gani? So yule binamu yangu aliniforce nilale naye na nikawa sina jinsi kabisa. Wow. Safi sana. Safi. Sasa huo ndio wanaume. Safi sana. Sasa hapo utaanza kuishi kwa amani na atakupenda na atakuheshimu na pia hatakuhudumia kuliko hata anavyomhudumia mume wake. Shida yako wewe unachukulia poa. Yaani hapa mimi nipo najutia. Nahisi nimetenda dhambi ambayo siwezi hata nikasamehewa. Sema nini? Ngoja nimcheki Bodava atupeleke maeneo nikakupongeza hata kwa 2-3 kwa ujasiri uliouonesha. Hivyo unajua nikiponza sana. Kawaida. Unishike unapotaka unifikishe. Safari yangu hakuna mwingine ila ni wewe, ni wewe Lazizi. Shizo. Hadi muda huu bado hujalala? Kuna mechi naisubiri niweze kuitazama. Unaonaje tukiingia uwanjani? Uwanjani muda huu?
si tutakuta mechi ishaisha. Utaishaje wakati timu bado hazijaingia uwanjani? Unamaanisha nini? Namaanisha ulivyomaanisha. Umeuguza moyo, umenichanganya akili, umeziteka hisia zangu. Wewe ndio fundi wa raha zangu, basi sogea karibu. Acha kuniangalia hivyo bana, macho yako yananitisha. Kwa hiyo katika mwili wangu unaogopa macho tu peke yake? Ndio, vingine vinanifurahisha. Sema saizi umekuwa fundi sana, mizungu yote naijua, tofauti na kipindi kile. Sasa nalivyokuwa na dengulia wasiwasi ndo akili. Sikia wasi, ndio tumalizie la mwisho. Acha ulafi. Bana. Shizo, kama nilivyokuambia, hapa ni nyumbani kwangu. So kama utojali, naomba basi uje tuishi yote humu ndani. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila nilikuwa naombi. Naomba uweze kunipa muda wa kujifikiria. Kwa maana mtoto wa kike kama wewe kumiliki mali zote hizi sio kitu cha rahisi. Huenda nyuma kuna mtu ambaye anakuhudumia ujue. Mwisho wa siku tusije kuja kutoana baru ndani. Una hofu? Lazima niogope. Unahofia nini? Mke wa mtu sumu. Sasa kama unaogopa wake za watu, kwa nini unatembea na Zasha? Alikupa taarifa hizo ni nani? Hakuna asiyejua. Hapa pote tunajua. Tuachane nayo. Kwa hiyo, vipi, umenikubalia tuishi yote humu ndani? Hebu niachie basi. Shizo. Ndio narudi. Sawa, mimi natoka naelekea mjini. Si nikakubebeni. Sina shida na zawadi zako. Naomba unisikilize kwa makini. Kuanzia leo na kuendelea, mimi mahusiano na wewe basi. Mahusiano basi? Kwa nini Shizo? Hapa mjini mimi nimekuja kutafuta maisha. Mwisho wa siku maisha sija kaanza kunitafuta mimi. Ninachokuomba, fanya kama nilivyokuambia. Bado unaniweka njia panda. Hebu funguka, kuna nini? Naona kuna dalili zote za mume wako kwanza kugundua mahusiano yetu. Hivyo basi, sitaki mimi nije nifanywe kitu kibaya. Yalopita tufanye kama alikuwa ni ndoto. Na sasa hivi tushaamka. Shizo, shakwambia masuala ya mume wangu niachie mimi. I'm done, Zasha. Umeuguza moyo, umenichanganya akili, umeziteka hisia zangu. Wewe ndio fundi wa raha zangu, basi sogea karibu yangu.
Karibu shogangu. Asante. Maana simu yako ilikuwa ya moto hivi mpaka najiuliza kwani kuna nini? Haya, nipe hilo jambo lokuja nalo. Yaani nimekuletea bomu hilo. Bomu? Kuhusu Zasha, shosti wetu. Kafanyaje? Yule anayesema kaka yake, kumbe anatoka naye kimahusiano. Hii inawezekanaje sasa? Hivi wewe una uhakika unachokisema wewe? Hebu subiri kwanza. Mimi ninachokijua yule kaka, ye kaka yake binamu. Sasa unavyoniambia kwamba eti wanatoka na mahusiano, hii ikoje hii? Wanabebana, wanaenda chooni kuoga. Wanalishana vyakula pale. Mchezo wote mimi nauona. Hapana. Yaani mimi siamini kama ni kweli. Uamini? Kaa hapo hapo. Siamini kabisa. Kwa sababu gani? Haya mambo anayofanya si mule ndani? Na mume wake si upo? Unataka kuniambia hujui chochote? Sio rahisi kujua. Kutoka saa 11 jioni kurudi nyumbani saa 4 asubuhi. Mimi siwezi kukatalia sana kwa sababu muda wote wewe uko pale. Masaa 24, asubuhi, mchana, jioni. Kwa hiyo inawezekana kweli. Ila imani yangu bado haijanipa udugu wangu. Ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Ndio hivyo. Haya, Waswahili wanasemaga acha inyeshe tuone panapovuma. Bwana, watajua wenyewe. Wamefumaniana, wamekutana, bwana kajua, hajajua, si haituhusu. We shoga yangu. Haya, kimenoga nini shoga yangu? Kwenda kuambia kule, kumwambia Zasha, na nilishakwambia mambo ya mkoleni. Kule amefuata nini? Lakini mimi shoga yangu sijaenda kumwambia kwa mabaya. Nimekwenda kutengeneza ndoa yao. Hivi unavyojua hivi kuzungumza vipembeni, mimi sidhani kama tunajenga. Tutakuwa tunabomoa. La ya kitu mtu mwambie ili ajifunze. Sasa mimi kosa langu hapo lipi? Lakini ile ni ndoa. Wewe uone kama utahatarisha ndoa ya watu. Lakini mimi kwenda kwangu kumwambia nimekutaja kwa mabaya. Mimi namuonea huruma yule kaka wa watu. Wewe fikiria mwenyewe Zasha alivyokuwa na puyanga hapa. Nani asojua mwili wake? Lakini katokea kaka watu mstaarabu, mpole, amemuoa, anaishi yote vizuri, anamhudumia. Leo anatokea kaka yake binamu, sijui anaanzisha mahusiano, sijui anakumbushia mahusiano. Hivi uone kama kaka watu anaumia? Hata kama mambo ya Ngoswe, mwachie Ngoswe mwenyewe. Wale ni wanandoa. Sio, umenielewa? Nisikize ndugu wangu. Mimi ujumbe nishamfikishia, ana hiari yake. Amenyoa, amesuka, atajua mwenyewe. Na hata kama atasuka, itategemea na urefu wa nywele zake ndugu wangu. Ila mimi sijapenda. Mamdogo, katika hayo maneno yote hamna neno la ukweli hata moja. Ni watu tu basi wana wivu wao. Hivi mimi nitakuwa ni mpuuzi kiasi gani mama yangu, Ni karibu sehemu ambapo mimi nafadhiliwa kweli. Alafu nyamaza kimya. Wanakusingizia kitu gani? Mtu umekuja kusaidiwa, baadaye ukae usaidike, lakini ndio kwanza unafanya mambo ya ajabu, mambo ya hovyo, maisha nyumbani kwetu yajui. Shizo, utarudi Songwe. Utarudi Songwe. Naomba nisikilize mama yangu. Hivi mama, hadi wewe mwenyewe kule unashindwa mimi kuniamini? Hayo maneno hamna neno hata moja ambalo ni la ukweli. Jaribu kunielewa basi. Sawa, mimi nimemaliza. Mficha malazi, kifo umumbua. Hichi mnachokifanya sio kitu kizuri. Nilivyokuja pale nilikuja kwa sababu mumeo alikuwepo, nimeshindwa kuongea. Naombeni mjirekebishe hizo tabia. Mbona mnakuwa na mambo ya ajabu? Yule ni kaka yako. Leo huyu mtu amekuja, mnafanya mambo ya Songwe, mlikuwa mnafanya kipindi watoto. Mnatutukanisha sisi familia yetu. Yule ni kaka yako, kwani uelewi? Hamna mama.
Yote hayo unayoyasikia sio ya kweli, ni maneno ya uzushi tu. Alafu mimi ni mke wa mtu, nalitambua hilo. Sijakwambia haya ili ujitetee, bali nimekwambia ujirekebishe. Usipoziba ufa utajenga ukuta, na asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Kwaheri. Suzi, alikupa taarifa kwamba mimi natembea na Zasha ni nani? Shizo, kila kitu nilikiona kwa macho yangu. Na hata huyo alokuambia mimi ndo namwambia. Ukiachana na Halima, ni nani mwingine alijua hili? Hakuna niliyemwambia, bali kuna mtu anataka kumwambia. Suzi, ni mtu gani huyo? Mume wake na Zasha, na ushahidi wote upo. Kwa nini unataka kunifanyia kitu kama hicho? Aoni utaniweka katika wakati mgumu? Please, nakuomba usimwambie mtu yoyote kuhusiana na hili, na hizo picha naomba uzifute. Okay, naweza kufanya unachokitaka, ila na mimi unipe nilichokiomba. Nakupenda, nakupenda, nakupenda. Mimi sijakuzoea hivyo. Yaani ukija hapa lazima moja kwa moja ndani. Lakini leo nashangaa umefika hapa nje, unakuuliza unijibu. Kuna shida gani? Shida? Ngoja tu nikwambie. Leo mimi sijaja hapa sijui kukaa ndani kwako. Yaani kifupi leo mimi sijaja kiwema. Hivi lengo lako wewe mimi niachike? Wewe unataka mimi niachike uolewe wewe? Kwa nini nyie binadamu kiona watu wamekaa wamependana mnaanza kuleta chokochoko? Kwa hiyo umejisikiaje kutoa maneno ya unafiki na kwenda kumwambia mume wangu? Mimi nimemwambia mumeo? Toka lini? Yaani kwanza nina ujasiri gani nitoke aswa nikutane na mume wako nianze kumwambia mambo yasiyofaa kuhusu wewe? Ndugu yangu, hatuishi hivyo. Na kama ningekuwa na nia kumwambia mume wako, hata wewe nisingekwambia. Ningemtafuta mume wako, ningekaa naye chini nikamwambia, kwani nashindwa? Lakini nilifanya hivyo kuinusuru ndoa yako. Jirekebishe ndugu yangu. Huko nje pagumu. Sikia nikwambie. Kama unataka mimi niachike, umegonga mwamba. Yule ni mume wangu mimi. Hamjui nini mimi nampa.
Kwa kitu gani hasa unachompa mumeo? Kwamba sisi wengine hatuna? Lo, limbukini wa ndoa huyu. Sasa mimi kipi kibaya nilichokisema jamani? Mimi nilimfuata kama mdogo wangu nimueleweshe, ili akae sawa na ndoa yake. Alafu sasa hivi nakuja kuonekana mbaya. Jamani, wapundaka wafadhilaka. Haya, ngoja tuone. Kwa baraka za Mungu mimi nitadumu na wewe, mapenzi safari mimi naanza na wewe, kama penzi mvinyo sina budi nilewe, moyoni hakuna mwingine Baba zaidi ya wewe. Mi kipofu wa mapenzi, wakunishika mkono ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Baba. Halo, uko wapi? Fanya urudi nyumbani, mwenzako nimekumisi. Kashaondoka bana. Halo? Baba. Uko wapi? Mimi nipo kazini. Mwanangu. Hebu fanya haraka sana uje. Huku nimepitia nyumbani kwako kupita kusalimia, hicho kitendo nilichokuta hapa nyumbani sio cha kawaida. Nimemkuta jamaa mmoja yupo na mama hapo. Wanabusiana, wanacheka vizuri hivi, wamebebana wameenda chumbani kwako. Unasemaje? Unaitikia usikia au unielewe? Mke wangu mimi. Hebu fanya haraka uje. Datina, nitakuja kuwasalimia. Mbona mwenyewe nimewamisi? Mbona
Bwana nitakuja. Dada samani, naomba nisaidie dadangu. Kuna watu wanataka wanizuru. Shida nini kwani? Wanataka kuniua dada. Unatoka wapi kwanza? Watanizuru wale dada, naomba nisaidie. Akina nani afu mbona hauna nguo? Dada, samani dadangu, naomba nisaidie dadangu. Naomba nistiri dada. Wale wataniua dadangu. Naomba nisaidie dada. Naomba nisaidie basi hata kujificha tu sehemu dadangu. Naomba niingie hata ndani mwako tu dada. Ndani kwangu mimi huwezi kuingia. Dada, naomba nisaidie dadangu. Nijifiche sehemu yoyote ile. Nakuomba. Labda cha kukusaidia, nenda huko nyuma. Kajifiche huko nyuma. Mimi kwangu huwezi kuingia. Nenda hata huko nyuma. Nenda nyuma nyumba huko. Nenda huko. Kijana mrefu hivi, mweusi, amevaa kibox, amepita maeneo haya. Kaka, mbona sikuelewe? Hiyo ndo salamu kwani? Mimi nataka nimfundishe adabu. Nataka nimuoneshe kwamba hii dunia, alafu mwanamke anauma. Mke anauma unajua Mke anauma unajua. Ile unajijua kwamba mke anauma Mimi nataka nimuoneshe hiko kitu. Umekuja umepaniki, umekuja na panga. Yaani mimi sikuelewi. Yaani wewe dada, mimi utanielewa tu sawa Mimi namtafuta huyu, nataka nimfundishe maisha kwa sababu haiwezekani mtu analala katika nyumba yako, anakula chakula ambacho wewe umekitafuta kwa pesa zako, kwa jasho lako, anaenda kutembea na mkeo nyumbani kwako katika kitanda chako. Hii imekaa sawa hii? Hii imekaa sawa? Naomba niambie kama umemwona. Anatembea na mkeo? Anatembea na mke wangu, ina maana maelekezo yote nilokupa hapo uyaelewi? Wewe ulizani sitokupata Hapana shemeji. Shemeji naomba nisamehe, nakwambia ukweli, kwa Mungu nakwambia ukweli shemeji. Alinishawishi tu shemeji, hapo nilikuwa sasa milango hivyo shemeji. Naomba nisamehe shemeji. Sasa nataka nikufanye kitu ambacho kitakuwa kwa malezi yote. Unatembea na mke wangu wewe? Hapana, nilikuwa sasa milango. Ina maana mimi kukufadhili. Naomba nisamehe.